Mheshimiwa Rais, kauli mbiu ya Gawio Day 2026 isemayo uwekezaji wenye matokeo ni nguvu ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira ya 2050 inaakisi dhamira ya serikali ya kuhakikisha kwa kila rasilimali inayowekeza kwa niaba ya wananchi wa Tanzania inaleta thamani inayoonekana, inayopimika na inayogusa maisha ya wananchi. Kauli hii inatambua kwa mafanikio ya uwekezaji ya umma hayapimwi kwa ukubwa wa mali au mtaji uliowekezwa pekee, bali kwa mchango wake katika kukuza uchumi, kuongeza mapato ya serikali, kuboresha huduma za jamii, kuimarisha ushindani wa taifa na kuleta ustawi wa wananchi. Mheshimiwa Rais, mafanikio tunayoshuhudia leo katika ongezeko la gawio na michango ya taasisi za umma kwenye mfuko mkuu wa serikali ni ushahidi wa mageuzi makubwa ya kiutendaji, kiutawala, kimkakati yanayoendelea kutekelezwa chini ya uongozi wako mahiri na tukifuata maono yako na maagizo yako. Matokeo haya yanaonyesha kuwa uwekezaji wa serikali unapoongozwa na misingi ya uwajibikaji, utawala bora, ufanisi wa biashara na usimamizi makini wa rasilimali za umma unakuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo ya taifa. Kwa msingi huo, Gawio Day si tu kusherehekea mafanikio ya kifedha pekee, bali ni jukwaa la kutathmini namna ambavyo uwekezaji wa serikali unaendelea kubadilishwa kuwa fursa za ajira, huduma bora kwa wananchi, maendeleo ya miundombinu, ukuaji wa sekta binafsi na uimara wa uchumi wa taifa. Aidha, ni uthibitisho kwamba taasisi za umma zinaendelea kuwa nyenzo muhimu katika kufanikisha ajenda ya maendeleo ya taifa, kujenga uchumi shindani na kuharakisha utekelezaji wa dira ya 2050. Mheshimiwa Rais, tunatambua kuwa mafanikio haya yanatuwekea wajibu mkubwa zaidi wa kuendelea kuimarisha utendaji, kuongeza tija, kuhimiza ubunifu na matumizi ya teknolojia, pamoja na kuhakikisha kuwa kila taasisi ya umma inatoa matokeo yanayolingana na matarajio ya wananchi. Dhamira yetu ni kuona kuwa uwekezaji wa serikali ukiendelea kuwa nguzo imara ya ustawi wa taifa leo na pia kwa vizazi vijavyo. Mheshimiwa Rais, tarehe 11 Juni 2025 ulitupa heshima ya kukukabidhi kiasi cha shilingi trilioni 1.028 kilichokuwa kimekusanywa hadi kufikia tarehe hiyo kama gawio na michango mingine kutoka taasisi za umma. Kiasi hicho kilikuwa ni cha kihistoria katika ofisi ya msajili wa hazina na kilidhihirisha mafanikio ya jitihada za serikali yako katika kuimarisha usimamizi wa uwekezaji wa umma, uwajibikaji wa taasisi pamoja na matumizi yenye tija ya rasilimali za taifa. Pamoja na kutambua mafanikio hayo, Mheshimiwa Rais, ulitoa maelekezo makhsus kwa ofisi ya msajili wa hazina na viongozi wa taasisi za umma kuongeza kasi ya mageuzi, kuimarisha utendaji pamoja na kuhakikisha kuwa mali na uwekezaji wa serikali unaleta tija kwa taifa. Maelezo haya yalisisitiza kuwa mafanikio ya mwaka mmoja hayapaswi kuwa mwisho wa safari, bali yawe chachu ya kufikia viwango vya juu zaidi na vyenye tija, ufanisi na mchango katika mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Rais, maelekezo yako yameendelea kuwa dira ya utekelezaji wa majukumu yetu. Yamechochea dhamira ya kuifanya ofisi ya msajili wa hazina kuwa taasisi inayosimamia uwekezaji wa serikali kwa mtazamo wa matokeo, thamani na uendelevu. Lakini pia yamepokewa na kusimamiwa na wenye viti wa bodi zote pamoja na management zao. Aidha, maelekezo hayo yanaendana kikamilifu na adhima ya taifa ya kuongeza mchango wa mapato yasiyo ya kodi, yani non-tax revenue, ili kufikia 10% ya mapato ya serikali. Kutoka wastani wa sasa ambapo tulikuwa 3% tulipokuwa kutoa maelekezo pale itakapofika mwaka 2030. Hivyo mafanikio tunawasilisha leo si tu mwendelezo wa utekelezaji wa maelekezo yako, bali ni hatua muhimu katika safari ya kujenga uchumi imara, shindani na unaojitegemea zaidi kwa manufaa ya Watanzania na kama tulivyosema kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima na furaha kubwa leo kusimama mbele yako kukabidhi migawio na michango mingine ambayo ni kubwa zaidi kuliko ile iliyowasilishwa mwaka jana.
Hadi kufikia tarehe 29 Juni 2026, ofisi ya msajili wa hazina imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 1.327 kutoka taasisi za umma na kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Kiasi hiki ambacho tumekikusanya ni ongezeko la shilingi bilioni 300 ikilinganishwa na shilingi trilioni 1.028 nilizokabidhi mwaka jana katika kipindi kama hiki, sawa na ukuaji wa 30%. Lakini Mheshimiwa Rais, kama tungekuwa tuna hesabu pesa yote ambayo inatoka katika taasisi zinazosimamiwa na msajili wa hazina, basi hesabu hii ingekuwa kubwa zaidi ya hapo. Tumekubaliana na wenzetu wa Wizara ya Fedha watakaotukalisha pamoja na wenzetu wa TRA ili baadhi ya recording ziende ambazo ni za mapato yasiyo ya kikodi ziende ziripotiwe kule ambako sio mapato ya kikodi, ili TRA wabaki wakiripoti mapato ya kikodi. Katika mwaka huu hatujahesabu mapato ya taasisi 4, na hawa mara nyingi wamekuwa wakilalamika kwamba kwa nini na sisi hatuirecognize wakati tunaleta. Kuna TAA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 70.7. Ngorongoro NCAA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 114.14. TANAPA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 208.5. TAWA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 90.39. Na viwango vyote hivi vingekuwa vimekuwa recorded, basi kiwango ambacho tulitakiwa leo tuwe tuna ripoti cha taasisi zote zilizo chini ya ofisi ya msajili wa hazina ilipaswa iwe shilingi trilioni 1.811. Tunatumaini kwamba katika mkakati ambao tumejiwekea na Wizara ya Fedha ambao watatuongoza, pamoja na marekebisho hayo yakifanyika, na kwa growth au ukuaji ambao tumekuwa nao ambao sasa umekuwa si chini ya 30%, lengo lako la kutaka mapato yasiyo ya kikodi yafikie 10% by mwaka 2030, Mheshimiwa Rais, tunafikiri tunaweza tukayafikisha kabla ya mwaka 2030. Na Mheshimiwa Rais, hiyo inachangiwa kutokana na umahiri, usimamizi wa maagizo yako, lakini umaridadi ambao upo katika aina ya bodi tulizonazo pamoja na management. Mageuzi Mheshimiwa Rais yanafanyika na yanaonekana chini ya usimamizi wako. Mheshimiwa Rais, gawio na michango hii inatokana na taasisi zote zilizo chini ya ofisi ya msajili wa hazina, zikiwemo taasisi za umma pamoja na kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache. Hii ni ishara kwamba uwekezaji wa serikali umeendelea kutoa matokeo yanayopimika na kuchangia kwa kiwango kikubwa zaidi katika mfuko wa serikali, hivyo kupanua uwezo wa serikali kugharamia vipaumbele vya maendeleo ya taifa na huduma kwa wananchi. Kiasi hiki cha shilingi trilioni 1.327 ambacho tumekipokea moja kwa moja, nikitoa kile kingine ambacho kimekusanywa kufikia tarehe 29 Juni 2026, ni mjumuisho wa vyanzo mbalimbali vya mapato vinavyotokana na uwekezaji wa serikali katika taasisi pamoja na makampuni ambazo serikali ina hisa chache kama ifuatavyo. Gawio ambazo ni dividend, hii inatoka katika mashirika na makampuni ambako ya serikali, mashirika na makampuni ya biashara, na huku tulipata kiwango cha shilingi bilioni 800 sawa na 60% ya makusanyo yote. Na kwenye michango ya mapato ghafi kutoka taasisi za umma zisizo za biashara, huku tulipata kiasi cha shilingi bilioni 406 sawa na 30% ya makusanyo yote. Na mapato mengineyo tumepata kiasi cha shilingi bilioni 121 ambayo ni sawa na 10%. Naomba nizungumze kidogo katika uchambuzi huu Mheshimiwa Rais. Kipindi cha nyuma kidogo ilikuwa mapato ghafi kutoka katika taasisi ambazo hazifanyi biashara ndiyo yaliyokuwa mengi. Na sasa hivi mambo yamekuwa yakibadilika, ambapo mapato kutoka katika taasisi zinazofanya biashara
ndiyo yamekuwa yakikua na sasa walau yamefikia 60%. Maana yake ni kwamba mazingira ya kufanya biashara yamezidi kuboreka, usimamizi, utawala bora na juhudi za kuyaboresha ya mashirika pia zimekuwa zikienda vizuri sana. Mheshimiwa Rais, takwimu hizi zinaonyesha mwenendo chanya wa ukuaji wa gawio na michango katika mfuko wa serikali, kama nilivyosema, ikiwa ni matokeo ya mageuzi mbalimbali ya kiutendaji, kiusimamizi na kiutawala. Mafanikio haya yanadhihirisha kuwa maelekezo yako Mheshimiwa Rais ya kuimarisha usimamizi wa mali za umma, kuhakikisha uwekezaji wa serikali unatoa thamani kubwa zaidi kwa taifa, yanaendelea kuzaa matokeo yanayoonekana dhahiri. Mheshimiwa Rais, tukio hili si hafla ya kupokea gawio pekee. Kama tulivyosema, ni jukwaa muhimu la taifa kutathmini matokeo ya uwekezaji wa serikali, kutafakari hatua zilizofikia, kusherehekea mafanikio yaliyopatikana na kuimarisha uwajibikaji katika usimamizi wa mali za umma. Aidha, ni fursa ya kupima namna ambavyo taasisi za umma zinaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuleta thamani kwa wananchi na kuchangia maendeleo ya taifa kupitia uwekezaji wa serikali.